Mkutano huu unalenga kuongeza uelewa wa jamii kuhusu ujenzi na matumizi ya vyoo bora, lakini pia kuhamasisha matumizi endelevu ya vifaa vya kunawia mikono vyenye maji tiririka na sabuni, sambamba na tabia ya kunawa mikono kwa sabuni katika nyakati muhimu sana. Lakini vile vile kuendelea kuimarisha uwajibikaji wa jamii katika kufikia na kudumisha hali ya kutokuwa na uchafuzi wa mazingira. Lakini vile vile kuimarisha ushiriki wa viongozi na jamii katika kusimamia utekelezaji wa afua za usafi, kuchochea kila kijiji kufikia daraja la ubora wa usafi wa mazingira na kuisaidia juhudi za halmashauri kufikia na kudumisha hadhi ya kutokuwa na uchafu wa mazingira. Tumesikia hapa takwimu zilizotolewa. Kaya 9950 sawa na 54% zinatumia vyoo bora, lakini kaya 8270 sawa na 44% tunatumia vyoo vya asili, lakini 0.4% kwa maana ya kaya 234 hawatumii vyoo kabisa, na 44.5 kwa maana ya kaya 8203 wao wanatumia vifaa vile vya kutitirisha maji, na 39 ambayo sawa na kaya 7328 hawa pia wanatumia vifaa kwa maana ya kunawa, wanatumia maji na sabuni. Kilinganisha na huko nyuma, asilimia zimepanda, lakini tungetamani kuona 100% tunatumia vyoo bora. Serikali yenu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko mstari wa mbele katika kuhakikisha swala zima la afya linaendelea kuimarika. Sote tunatambua kwamba jambo la afya ni jambo la muhimu sana. Swala la afya ni ustaarabu. Swala la afya ni kujikinga na magonjwa. Sio swala la kushikiana bakora. Sio swala la kupelekana kwa mtendaji wa kijiji. Swala la afya ni sisi wenyewe wanajamii tuone umuhimu wa swala zima la usafi wa mazingira. Katika karne hii tuliyokuwa nayo, ni aibu sana eti mtu anajenga nyumba alafu haina choo. Sasa hebu tujiulize, kama nyumba haina choo, unakwenda kujisaidia wapi? Unakwenda kujisaidia kwa mazingira gani? Tuna kila sababu ya kuliangalia hili na kuchukua hatua stahiki ya kuhakikisha wote tuna vyoo bora, lakini kuendelea kufuata maelekezo ya wataalamu wetu wa afya katika kuhakikisha kila mtu anazingatia umuhimu wa kutunza mazingira. Ujenzi wa vyoo bora, ambapo tuko haraka katika eneo hili tulilopo, tumeonyeshwa choo bora kinafananaje kama kile pale tumeonyeshwa, lakini tumeonyeshwa namna ya kunawa mikono kwa maji tiririka. Kuna hatua kama 8. Nashukuru wengi wetu hapa tuliokuwepo tumepata ile elimu ya kutosha, na ninaamini kutoka kijiji hiki na vijiji vingine vilivyopo kwenye kata ya Bupigu vitaendelea kuwa darasa katika vijiji vingine 71 vilivyopo kwenye wilaya yetu ya Ileje. Naendelea kusisitiza, ni aibu na ni fedhea kwa kaya kutokuwa na choo, tena choo bora, na haya tunayafanya kwa ajili ya afya zetu katika kujikinga na magonjwa ya mlipuko ikiwemo kuhara na kipindupindu, ni pamoja na kujiimarisha katika swala zima la usafi wa mazingira, kunawa maji na sabuni, kunawa maji tiririka, kuwa na vifaa tiririka. Kabla ya chakula unawe, baada ya chakula unawe, kisha enda chooni, ukitoka unawe kwa sabuni. Umuhimu wa haya ni mkubwa sana, sote tunatambua, lakini tuhakikishe kwamba haya tunayokubaliana hapa
kuwepo na matumizi endelevu ya vifaa vya kunawia mikono vyenye maji tiririka na sabuni. Tabia ya kunawa mikono kwa sabuni iwe ni sehemu ya maisha yetu, na watoto wetu tuwafundishe katika utaratibu huo. Lakini sote kwa pamoja tuwajibike katika kudumisha hali ya kutokuwa na uchafu wa mazingira. Yaani kwenye maeneo yako unayoishi tuchukie uchafu. Sote tuimarishe, tuwajibike, tudumishe hali ya kutokuwa na uchafu wa mazingira. Yaani manake mazingira yetu yawe safi wakati wote. Lakini haya tunaweza kuyafanya sote tukishirikiana kwa pamoja, kwa maana ya viongozi na jamii husika. Viongozi katika ngazi ya vitongoji, viongozi katika ngazi ya vijiji, viongozi katika ngazi ya kata, viongozi katika ngazi ya tarafa na viongozi katika ngazi ya wilaya. Sote tushirikiane kwa pamoja katika kuhakikisha tunaendelea kuwajibika na kuimarisha utamaduni wetu wa swala zima la usafi wa mazingira.